Ningetamani mapendekezo ya mkutano wako siku ya leo kwamba kwa sababu tunakaa kamati ya fedha mwezi huu, swala la mamlaka ya mji mdogo mkurugenzi alilete ile sehemu ya ajenda, kwa sababu nimeshukuru kidogo nilipoanza kusikia. Unajua mimi nimezoea mtendaji ukizungumza ukiwa unatoa majibu unatakiwa uende straight moja kwa moja kwenye jibu. Sisi tunaweza tukazunguka muda mrefu sana kwa sababu ya mwanasiasa. Kwa hiyo niseme tu kwamba kama inakupendeza hiyo ni hivyo, kwa sababu naona kama bado liko nyuma sana. Na kama bado liko nyuma, tunakuja kwenye kamati ya fedha ya mwezi huu. Basi zile kata ambazo wamekuwa wakiomba kama kwa maelezo ya mkurugenzi, kwa sababu kama ninarudi zile kata ambazo wameomba, kata ya Mkinga, kata unahitaji kukula, kata ya Nyamagalo, kata ya Kinyenche, Nyahongo, kuna kata ambazo wametaja zinazozunguka ya mamlaka mji mdogo. Kama inawezekana kwa maelezo yake, kwa sababu nasema ninarudi. Mimi nilijua niko mbele sana, lakini leo nilipopata maelezo naona tena kumbe bado hata halijafika mkoani, yani linaanza kabisa huko. Lakini nilikuwa nasema kama niko mbele, basi zile kata mbili ambazo ziko kwenye ushirika wa mamlaka mji mdogo zianze utekelezaji. Kwa mwenyekiti, hawa watu wanapata shida sana. Meneja TANESCO nafikiri yuko hapa anajua kabisa. Tulikuwa tunapitisha vijiji 13 memo wamelipa kazi sana kijiji cha Raranya. Vitaji vijiji 13 Raranya hawamo kabisa na wala hawakupelekwa. Nilipopatia TAMISEMI kwa nini hawakupata kilicho cha bunge, na ambapo mheshimiwa mbunge hii haipo kwenye vijiji. Kwa hiyo hatuna budget kabisa kwenye umeme wa REA. Kwa hiyo wenyewe waendelee kusubiri tu. Maana wanasubiri mpaka Mungu ashuke. Kwa nini? Kwa sababu ya mchakato wa kitu tunachoita mamlaka ya mji mdogo. Tukiendelea kuvuta tunaumiza baadhi ya watu. Kwa hilo jina hiyo terms mliweka mamlaka ya mji mdogo. Kuna fursa nyingi sana wale watu wasikosa. Kwenye vijiji hawamo, mkipeleka kwenye mitaa mnasema hawamo hajasajiliwa, kwa hiyo wako tu hawaeleweki. Sasa nifike mahali kwa sababu ni halmashauri kuu ya chama ielekeze sasa kwamba mwezi huu kwa sababu kamati ya fedha inakaa, hili swala ndio sehemu ya ajenda. Limalizike liende kwenye baraza la madiwani. Liondoke kama ninakwenda mkoani wanabebesha mimi nitakwambia. Hiyo ni jukumu langu kabisa, kwa sababu tuliahidi kama chama ili tuwakane kwenye mgogoro. Lakini mwambie kwa Raranya, baada ya kuona msukumo hivyo, nimshukuru sana meneja wa mkoa, meneja wa TANESCO. Nafikiri mnamfahamu. Ni mpya. Nilipokuja kuzungumza naye kama mheshimiwa mbunge, na libeba kupitia fedha zangu zilizokuja za bajeti za maendeleo. Na wapo umeme watu wa Raranya. Kwa nini nyinyi mmo watakapokuwa wanatekeleza umeme wa REA, na nyinyi watu wa Raranya mtaingia kwenye upatikanaji wa umeme huo. Lakini la pili, ningependa mwenyekiti mwishoni iwe ni sehemu ya maazimio, nasisitiza sana kwa sababu nimeshaona hii itatuletea maneno mengi sana huko kutoka. Lakini la pili, 40% ambayo inazungumzwa kwa maana 30 bajeti ya maendeleo. Mimi nichangie kwenye hili kablasha lote kwa mwenyekiti, ambacho wajumbe wengi inawezekana wanahoji, lakini kwa sababu tulikuwa tunapeleka kwenye ukurasa kwa ukurasa wanakosa muda wa kuhoji. Ni ile tafasiri ya fedha ya maendeleo. Sisi tungetamani 30% hiyo tunaizungumza kwenye maendeleo tuione kwenye madarasa yetu, kwa maana shule za msingi na sekondari, tuione kwenye ujenzi wa zahanati, tuione kwenye shughuli za barabara. Lakini tukianza kuiona huku, na ningependa iwe ni sehemu pia ya mapendekezo ya kikao hiki cha halmashauri kuu, tusione kwamba watu kwenda 8 kwenye sehemu ya maendeleo. Yaani tunachukua 30% ya wananchi ambao wanajenga shule, tunakwenda kupeleka watu 8. Hii sitamani tuione, na ningetamani iwe azimio ili mturahisishie kazi sisi wabunge na madiwani na hawa viongozi wa vyama ambao tuko tunawajibika kwa wananchi. Hatutamani 40%, niko naona hapo nazungumza, tuione tena kwamba badala ya kwenda kwenye ujenzi wa shule, madarasa, sekondari, zahanati, kutoa barabara, imekwenda kununua vifaa vya usafi. Tunaambiwa ni sehemu ya maendeleo. Leo mbunge au diwani akisimama kwa wananchi wake kule, au kiongozi wote wa chama, unasimama sehemu Omuga pale kijiji cha mheshimiwa, unasema mimi hapa hii zahanati ambayo inatakiwa imaliziwe na fedha za maendeleo. Na wananchi wanaona kweli ile zahanati imejengwa imefikia level ya leta. Kuna fedha inatakiwa kutoka halmashauri imalizie ile zahanati. Ile fedha haipo. Alafu diwani anawaambia wananchi badala ya kuja kumalizia hii, tumepeleka kununua vifaa vya usafi kwa sababu ni sehemu ya maendeleo. Hebu tazama wanavyoelewa kwa wale wananchi. Kwa tubadilishe hilo dhana, na ninaomba liwe azimio la kikao hiki. Mimi natamani liwe azimio ili mnipe nguvu mimi, mwape nguvu madiwani hawa kusimamia, kwa sababu itakuwa ni maagizo na maazimio ya halmashauri kuu ya chama hiki. Kwa hiyo maana nasisitiza sana ili huko hawa wengine wasije wakaonekana tofauti. Na kwa sababu mheshimiwa mkuu wa wilaya huko
nafikiri tutasaidiana kwenye hili. Fedha za maendeleo siende kweli kwenye shughuli za maendeleo. Na sasa hivi, Mheshimiwa Mwenyekiti, tukifanikiwa hili, niwaambie kabisa viongozi wote wa chama, tukifanikiwa hili, alafu hawa viongozi wakapewa elimu vizuri, tukifanikiwa hili na tukaenda vizuri wote, kwa sababu Mheshimiwa Mwenyekiti, tayari watu wa RUWASA ambao tuko nao hapa wako vizuri sana. Tayari watu wa TARURA, mimi nasema wako vizuri kwa sababu nataja miradi ambayo wameletewa fedha, lakini wamekuja wamekaa, na kwa sababu madiwani wako hapa, tutawatajia ili wajue namna ambayo fedha inakwenda. Lakini shughuli kubwa ambayo inafanyika ni watu wa TARURA. Ndugu zangu, fedha tu ya TARURA kwa mwaka huu tumepata milioni 950 kwa ajili ya ujenzi wa daraja, na wanashirikisha na wanatuambia, na mimi nilikuwa nikiwaambia wote, tumepata 697 kwa ajili ya utengenezaji wa barabara maintenance, na tarehe 28 juzi ndio wamefungua tenda ya wakandarasi. Maana yake mwezi wa 8 meneja kama tulivyokubaliana, wa 8 wa 9 mtaona wakandarasi wakiwa site wakianza kushughulika na zile barabara. Tumepata milioni 500 tumepeleka kwenye miradi ya maendeleo pale daraja la Mtoboni. Lakini tumepata bilioni 1 kwa ajili ya kutoa barabara zote ndani ya jimbo. Maana yake wao kuna namna ambayo ukisimama sasa kama kiongozi una kitu cha kusema. Inabaki tutekelezaje kama fedha ikija watafanya. Watu wa RUWASA, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna zaidi ya nilisema tumepishiwa bali bilioni 5.7 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maji. Juzi hata siku 3 hazijafika, huyu bwana alikuja nikakaa naye. Ananiambia, Mheshimiwa Mbunge, huu mfumo ukikaa sawa tu mwezi wa 8 tuna bilioni 3 tayari tunaingiziwa kwa ajili ya utekelezaji wa maji. Huyu bwana tunasiona, tunakisemea kama viongozi wa chama, ukisimama kwa wananchi unasema kwa sababu zipo. Na tayari tumeshamwelekeza ziende wapi. Kwa hiyo tunabakiza ile 2.something. Hata mimi nikisimama na kitu cha kumsemea sana yule bwana. Na nyinyi viongozi mkisimama, kwa sababu mtatajiwa leo hapa, mkiondoka na kitu cha kuzungumza kwa wananchi. Umeme, huyu mzee tayari amenifuata tena kabla tumekuja nayo hapa. Humu ndani kuna miradi ya maendeleo na kuna miradi ya matengenezo ndani ya jimbo zima. Ni kazi tu kwa Mheshimiwa madiwani kuipata na kwenda nayo kuambia wananchi, ili sasa tuanze kuzungumzia chama huko mtaani. Kwamba sasa kwenye miradi ya umeme, miradi ya maendeleo tulionayo ni hii, miradi ya matengenezo tulionayo ni hii. Ili mwingine diwani usije ukafika sehemu ukaahidi kwamba itatekeleza kwenye bajeti ya mwaka huu, kumbe haimo. Alafu ukabakiza lawama sana kwa wananchi. Anayebaki kuunganisha ili tutengeneze halmashauri na wilaya nzima ya halmashauri ambayo kwa maana ya mkurugenzi wa halmashauri ya Rorya. Akifanya haya wanafanya wenzake, tukaona fedha zinakwenda kwenye zahanati, fedha zinakwenda kwenye shule za misingi, zinakwenda kwenye madarasa mabomba wananchi wamejenga, tunagoma zaidi ya 129. Akawa anawaaminisha wananchi, madiwani wao wanakwenda kusema, viongozi wa chama, mbunge. Na waambie kweli, inawezekana wote tukao tunaimba nyimbo moja kama halmashauri na wilaya ya Rorya. Wito wangu kupitia kikao hiki ni muombe sana ofisi ya mkurugenzi, Mheshimiwa DC, hebu arudi na yeye sasa, arudi kwenye shughuli za maendeleo zinazohusu wananchi. Ili sisi tukirudi sasa tuungane kama tunavyoungana. Unaona hata mimi ninapojipambanua kwa kuzungumzia hawa ni kwa sababu ninajua miradi ile. Lakini ukija nianze kwenda kwa wananchi nasema fedha za 30% ya maendeleo ilikwenda kununua fagio, ilipeleka milioni 60 semina watu sijui wapi. Mimi naisemaje ile? Na kati pale niliposimama nimeahidi, na sio nimeahidi, chama kimeahidi kukamilisha maboma ambayo yamejengwa na nguvu za wananchi. Mimi nakusemeaje hapa? Kwa hiyo tabaki tunasema mbunge, lakini kumbe kujaamua kushiriki sasa kwa pamoja zile nguvu za wananchi zinazoonekana, yale matokeo chanya yanayoonekana. Ndio maana ningetamani Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Mwenyekiti, leo hii liwe ni adhimio, na bahati nzuri ni maelekezo ya waziri. Ninayo hapa na nilisoma jana, sina sababu ya kurudia. Haya niliyosema ndo maelekezo yake, 40% iende wapi. Na nitarudia kwenye madarasa, kwenye zahanati na kwenye barabara zile zinazotakiwa kuboreswa. Hivi ndio tutakuwa tunaipima. Mheshimiwa madiwani wenzangu, twendeni na kukaa kwenye baraza la madiwani. Haya ni maelekezo tayari yametoka. Tunaenda kukaa kikao mwezi huu cha kamati ya fedha. Twendeni kwanza tuainishe 40% ya maendeleo haya ambayo ni visible. Haya tunayazungumza kwenye midomo. Ni maelekezo ya serikali. Hata kama hujui kusoma na kuandika, ukifika mle uliza tu 40% yetu iko wapi ya wananchi wetu, kamata ile weka mfukoni. Yale mengine hata kama hujui yanakuchanganya, ondoka na ile 40% kwa sababu ndio ule waahidi wananchi wako huku ulikotoka.
tukisimama hivyo imara na wenzetu watatusaidia upande wa wataalamu, tunakwenda. Hatuna sababu ya kukaa kama kamati ya fedha tukapitisha bajeti zote alafu narudi kwa wananchi wako, ambapo kirudi unaona maboma yamejengwa na anayetakiwa kuyalipia kwa huo ni kule ulikotoka, na nyinyi sisi kama kamati ya fedha ndio sehemu kama mawaziri wa halmashauri, alafu tarudi fedha haijaenda. Tukakubaliana kwamba fedha ya maendeleo imekwenda 8-8. Hapana. Tutakuwa tunatendea haki kwa wananchi. Natamani sana kupitia kikao chako kwa mwenyekiti, kwa sababu nimeelekeza halmashauri. Sisi kwa tunasemana kwenye chama. Mimi mtanisamehe kwa sababu hapa ndio sehemu sahihi ya kuzungumza. Ningezungumza jukwani kwa Kiingereza. Hapo nakosea. Hapa ndo mahali sahihi ya kusema ili tukitoka wote tufungamana. Tumeahidi, chama kimeahidi, msimwachie mbunge peke yake au sehemu ya kutekeleza hayo. Mheshimiwa Diwani anaweza kanipigia akaniambia mbunge, uliahidi hizi zahanati. Mwingine anakuambia mheshimiwa mbunge, uliahidi haya madarasa kupaua. Mheshimiwa mbunge, uliahidi hizi barabara kutoboa. Tulikuwa tunaahidi kama chama. Tulikuwa tunaahidi tukiamini mtekelezaji mkubwa hizo shughuli ni halmashauri. Kwa sio kazi ya mbunge. Leo ukienda kwenye shughuli za maendeleo kwa miezi 8, mbunge amepeleka fedha nyingi kwenye shughuli za maendeleo visible kuliko halmashauri ya Rorya. Sasa mniacheni mwenyekiti. Maana nataka mninyonye mpaka muamini sasa nimekufa kabisa ndio mseme sana. Kwa sababu tutapata shughuli ya jengo, mbunge uliahidi hapa njoo kwa jengo. Mbunge uliahidi zahanati, nimeshatoa mifuko ya kutosha. Lazima halmashauri irudi iungane na ile shughuli ili tumalize. Mkimwachia mbunge peke yake mnachelewa. Mnachelewa kabisa kwenye shughuli hizo za maendeleo. Niombe niwaazimio kwamba kuanzia mwezi huu wa 7, na niwaombe sana wenzetu wa kamati ya fedha, hata kama nisipokuwepo simamieni hili. Mwezi huu nitakuwepo. Mwezi nipo. Ili hata kwa miezi mingine nitakapokuwa sipo, wewe nenda kwenye kablasha ile, tazama 40% ya kula ulikoahidi. Wewe ukuahidi kumwongezea mtumishi mshahara wa halmashauri. Hukusimama kwa wananchi ukasema nitakuwa nanunua wino sana pale halmashauri. Nitatengeneza zile kompyuta za halmashauri. Ukuahidi kununua kalamu za halmashauri kwa wananchi. Uliahidi mkinipa nafasi kwa kushirikiana na mbunge wa chama hiki, hili jengo mlilojenga tutalipaua. Uliahidi zahanati vile vimatembeleo. Sasa hayo ndo nenda kwenye kamati ya fedha. Diwani unapoingia kwenye baraza, omba ile kwanza uijue. Na hii tumeambiwa tuwape sana elimu. Ndio maana leo naisema kwa nguvu na kwa muda mrefu. Ile ndio kitu muhimu. Unaweza usijue mengine yote kablasha limejaa ile. Muombe ile. Na kwa sababu mwenyekiti wa halmashauri yuko, atuongoze kwenye ile 40%. Tupe na hiyo. Tukipata hata milioni 2 kwenye kila mwezi kwenda kwenye kata ya mtu. Milioni 2 ulikuwa na wananchi wamejenga bomba wanahitaji kupaua. Wakipa milioni 2 umepaua. Mheshimiwa DC, wewe jana ulikuwa unaniambia na mheshimiwa mkurugenzi aliniambia kwamba kwa mwaka huu watoto zaidi ya 11,000 wanafanya mitihani. Yaani ufaulu achana mwaka jana ilikuwa ni 3,000. Si ndio? Wanakwenda 11,000. Tunategemea kwa makadirio ya kawaida watoto 9 wanatakiwa mwezi wa kwanza waende shuleni. Kama unakumbuka mwaka jana walikuwa ni 3,000, tulikosa madarasa tukaanza kuchangisha. Nikapita harambee kukusanya mabati mengi kama unakumbuka kupitia mitandao. Sasa leo ni mara 3 yake. Diwani uliyeko kwenye eneo lako, jitazame sasa pale unaendaje kutatua hiyo kero na imebaki miezi 4-5 unaingia mwezi wa kwanza. Kuitatua lazima mrudi mshirikiane na halmashauri. Na tumeshakubaliana na tukubaliane tena na watu elewe. Kwenye hili watu elewe na wala wasije kafikiri hapa tunania mbaya, hapana. Tunataka turudishe sasa, tuweke alama kwa wananchi tuwasaidie. Itakapofika mwezi wa kwanza, yale maboma tunasema tuna maboma zaidi ya 129. Tuangalau tumeyapaua. Ili sifike mwezi wa kwanza tukawa tunakimbizana. Ni jukumu letu Mheshimiwa Diwani. Maana nimerudia mara nyingi sana. Lakini la mwisho ni stendi ya Mika. Unajua mtu wa kwanza kabisa kwenye shauri na nikaianza kuizungumza na ikapita na nashukuru watu wameichukua, alikuwa ni mkurugenzi. Kwanza kabisa amenipata nikamwambia pale naona kushoto kama hapafai. Pale wanapaita Mika. Kama tutaiweka tuiweke ya muda iwe stendi. Lakini haya mabasi yanayopita zaidi ya 80% yanakanyaga ardhi ya Rorya. Kile kistendi kweli tutakuwa tunaingiza mabasi yote yanayokwenda Nairobi, yanayokwenda wapi kwa eneo dogo lile ambalo nilienda kuiona.
Akaniambia Mheshimiwa Mbunge, kama utaweza, kuna eneo lingine liko upande wa kulia. Nikamwambia ngoja niende kulitazama. Nilipoenda nikarudi nikamwambia liko sawa sawa, hili sasa tuanze kutoa elimu ili tuende nalo vizuri. Na ndio iwe stendi ambayo sio stendi tu peke yake, tutengeneze na soko kubwa la kisasa ili wafanyabiashara wa maeneo haya wote waweze kuuzia bidhaa zao pale. Tutakuwa tuna target wapita njia, lakini tuna target taarifa vijijini upande wa pili ambao tutakuwa tunakuja kununua mahitaji kwenye eneo la soko kubwa pale Nika. Na mchakato ukaanza. Nichukue nafasi kukuomba Mheshimiwa DC. Huu mchakato hauendi vizuri. Ndio maana nikasema kuna majibu ambayo natamani ya kiutendaji. Utendaji ukisimama unatoa deadline kwamba huu mchakato tunaanza hivi na tumefika hivi. Mara ya mwisho aliyaoleta nafikiri mwezi mmoja uliopita pale wadhamini ni mimi. Na nafikiri nilishikana na taarifa kwa Fred. Na nikawalipa ili wafanye udhamini pale. Hivi ninapozungumza yale madokumenti yaliyofanyika udhamini yamekwama huko, yako bench kabisa, wala hamna kinachoendelea. Kwa nini? Hakuna fedha za kulipia zile valuation ili shambalo mdhamini mkuu wa serikali apitishe zile thamani, kwa sababu wananchi wamesharidhia, apitishe ili waje kulipa. Umesimama huo mchakato. Sasa kama mnaadhinia kwenye kikao hiki, niombe liwe ni azimio moja wapo na maelekezo yatoke sasa kwa angalau halmashauri leo kutoka hapa ifuatilie ule mchakato uliokwama pale. Kama kuna gharama ndogo za kulipa, mimi nimeshawasaidia. Wamalizie hicho kidogo kilichosalia. Kile kitabu kitoke kwa mdhamini mkuu. Tuanze kwa sababu kishatoka kile kitabu ndio kinajua mtu anaitwa Otieno anadai shilingi ngapi. Mtu anaitwa Mama anadai shilingi ngapi. Kwa baada ya pale inakuwa na jumla yake. Tuanze kuiomba. Na mimi hiyo fedha nimeshaiomba kwa Mheshimiwa Waziri. Fedha ya kulipa udhamini wa wale watu. Hawezi kulipa kama hana thamani, hajui. Niombe kwa sababu tumesema ni maazimio. Mheshimiwa Mwenyekiti, liwe ni azimio na tuseme kabisa kwamba kama linahitaji kupita kwenye vikao halali ipite ili tulimalize. Tusio tunaenda kila siku tunasema kuna stendi pale tunaita jina zuri, mwaka utaisha. Utarudi mwaka wa pili, kuna stendi pale tunaisema utaisha. Alafu tunakuja kwenye vikao hivi tunazungumza kama halmashauri, hatutoki na maazimio ambayo tukifika tunatakiwa tuulizane. Baada ya hayo Mheshimiwa Mwenyekiti,